Dr. Salum amesema hayo uko katika ukumbi wa mkutano wa ofisi ya mkondo wa Pekawesha Chake Chake wakati alipokuwa akifungua warsha ya mafunzo ya usarifu wa matango bahari kwa wajumbe ambao ni wadau wa matango bahari, mafunzo ambayo yameandaliwa na idara ya uvuvi chini ya ufadhili wa mradi wa TASFAM, ambapo amewataka wadau hao kutoa mashirikiano ili kufikia malengo. Lakini kupitia KOICA tunakwenda kujenga kiwanda kikubwa kabisa cha kusarifu majongoo pale Chokocho. Kwa ukiachia hii local training ambayo mnapewa au ujuzi wa kilokal ambao utapewa au ule ambao tulianza kufanya, tunatarajia wenzetu wa Korea watakapokuja watakuja na ujuzi mwingine au ujuzi wataongezea na jongoo ile na thamani zaidi. Kwa hiyo itakuwa ni multi purpose hicho kiwanda ambacho kinaenda kujengwa, kitakuwa kinasarifu mwani pamoja na majongoo. Lakini pia hata ufugaji, nafikiri pale ambao tutaanza kama na mashamba ya mfano ya mariculture. Ni waombe tushirikiane sawa ili tuweze kufanikiwa kwa pamoja. Kwa upande wake mkufunzi wa mafunzo hayo Sharifa Muhammad Ramadhan kutoka division ya ufugaji idara ya maendeleo ya uvuvi na ufugaji na mazao ya baharini amesema ufugaji wa matango bahari hayahitaji harama kubwa wakati wa kuyashughulikia ufugaji wa majongoo, kwa sababu unaweza ukachanganyisha na majongoo mengine, lakini pia huhitaji kulisha. Ukishaleta tu baharini, unachotakiwa wewe kufanya kulishughulikia tu, kuangalia hakuna wadudu walioingia na asili majongoo, wale chaza au pengine pweza au uchafu ule ambao umezama kwenye neti zile pale, ni kulishughulikia tu jongoo lako kila baada ya muda. Lakini huhitaji kulisha, tofauti na samaki. Na samaki sasa hivi tunakuwa kilo moja ya chakula 6,000. Kwa hiyo samaki unahitaji kulisha ukifuga samaki, lakini hawa ni rahisi maana ukishajenga tu shamba basi. Akizungumza kwa niaba ya wafugaji wenzake, mfugaji kutoka kikundi cha Jiongeze Group Hamithi Haji Osmani amesema ili kuepuka mabadiliko ya tabia nchi kutumia mbinu maalum ya kuwafanya matango bahari kuwa na thamani wakati wanapotaka kuyauza. Naona kwamba tunaharibu mazingira sana ya baharini, tunasarifia au tunatakiwa tusarifie majani ya papai, machanga ya bahari na kadhalika. Baada ya hapo unamsarifu jongoo kwa kumtia katika kipolo na kumchanganya na kile kitu ambacho ulikipata kwa ajili ya kusarifia. Huyu unamsugua badala ya siku unamtoa mle kwa kumuosha. Nikiripoti kutoka Kisiwani Pemba, ni mimi Maulid Hamisi.